Naam, hujambo na karibu tena ndugu mpenzi mtazamaji, ni kupasha yale ambayo yanajiri katika nyanja za kisiasa na katika mitandao ya kijamii nchini Tanzania leo. Taarifa ambayo yana pigo kubwa sasa hivi kwa Samia Suluhu Hassan, huku Marekani sasa ikiingilia kati kwa nguvu maafa yanayoendelea Tanzania. Marekani sasa imehatarisha uhusiano wao na serikali ya Tanzania ya CCM inayoongozwa na Samia Suluhu Hassan baada ya ghasia za uchaguzi na waandamanaji kuweza kuuawa na kujeruhiwa nchini humo. Sasa Marekani imetaka uhusiano wa Marekani na Tanzania uweze kupitiwa au kuainishwa upya baada ya serikali ya Marekani kudai chama tawala cha CCM cha Tanzania kimeweka hatarini usalama wa wananchi wake na watalii. Kabla ni kupashe yote hayo na nikuonyeshe tukio zima, chukua sekunde yako moja, bonyeza alama like, kisha bonyeza neno subscribe na alama ya kengele. Kamati ya Seneti ya mahusiano ya kigeni ya Marekani imeelezea wasiwasi wake mkubwa kuhusu hali ya kisiasa na kiusalama inayoendelea nchini Tanzania kufuatia mzozo wa uchaguzi wa kitaifa na wiki kadhaa za maandamano nchi nzima. Katika taarifa yake iliyotumwa kupitia jukwaa rasmi lao la X ama zamani kijulikana kama Twitter, kamati ilishutumu chama tawala cha Tanzania CCM kinachoongozwa na Samia Suluhu kwa kuweka usalama wa raia wake na watalii wake hatarini, huku vifo vikiweza kutangazwa kutoka nchini Tanzania. Matamshi hayo yamezua mvutano wa kidiplomasia kati ya Tanzania na Marekani katika wakati ambapo uchaguzi na maandamano ya Tanzania yameibua hali ya wasiwasi na shutuma nyingi kwa madai ya ukiukwaji wa sheria na ukandamizaji mkubwa wa serikali dhidi ya wapinzani. Seneta anayefahamika kama Jeanne Shaheen kutoka Marekani, ambaye ni mjumbe mkuu wa kamati ya mahusiano ya kigeni ya Seneti ya nchi hiyo ya Marekani, ametoa wito wa kutathmini upya uhusiano wa Washington na Tanzania. Alisema kuwa baada ya kile alichokitaja kama uchaguzi wa udanganyifu, Marekani lazima ipitie upya uhusiano wake wa kidiplomasia na kiuchumi wa Dar es Salaam. Matamshi ya seneta huyo kutoka Marekani yanasisitiza hali ya kuchanganyikiwa ndani ya bunge la Marekani kuhusu jinsi uchaguzi na maandamano ya Tanzania yalivyoshughulikiwa, huku kukiwa na wasiwasi kwamba kuendelea kukosekana kwa utulivu kunaweza kutishia mustakabali wa kidemokrasia wa nchi. Haya yanajiri siku moja tu baada ya ubalozi wa Marekani jijini Dar es Salaam kuinua kiwango chake cha ushauri wa usafiri kwa raia wake Tanzania kutoka daraja la pili hadi daraja la 3, na pia waliwaonya raia wa Marekani kuepuka safari zisizo za lazima kuja nchini, hii ikiweza kurejesha nyuma hali ya utalii nchini Tanzania. Ubalozi ulitaja kuongezeka kwa machafuko, maandamano ya mara kwa mara mitaani na kuongezeka kwa hatari ya vurugu wakati wa uchaguzi na maandamano ya Tanzania. Hatua hiyo imetazamwa kama ishara thabiti ya wasiwasi wa Washington ama Marekani juu ya kuzorota kwa hali ya kisiasa na mwitikio wa serikali kwa sauti pinzani. Rais Samia Suluhu Hassan, ambaye aliapishwa hivi karibuni kufuatia ushindi wake wa kishindo wa 97.66 ama 98% kamili, amejibu kwa udhabiti uchunguzi unaokuwa wa kimataifa. Akizungumza muda mfupi baada ya kuapishwa, Rais Samia alisema kuwa Tanzania haitakubali maelekezo ya nje au maagizo kutoka kwa waangalizi wa kigeni kuhusu uchaguzi uliomalizika hivi karibuni. Kauli yake ilikuja huku kukiwa na maandamano na hasira za umma kuhusu madai ya kuchakachuliwa kwa mchakato wa uchaguzi wa Tanzania. Katika hotuba yake jana, Rais Samia aliwakumbusha Watanzania kwamba ingawa Tanzania inakaribisha washirika wa kimataifa kutoka nje, maamuzi ya mwisho kuhusu utawala wake kama Tanzania yanategemea Watanzania wenyewe. Akimnukuu rais wa zamani Benjamin Mkapa, alisema kuwa pamoja na kwamba nchi inathamini sifa za kimataifa kwa kuendesha uchaguzi wa amani, itakataa maagizo yoyote ya nje yanayoelekeza serikali inapaswa kufanya nini. Matamshi yake litafsiriwa kama jibu la moja kwa moja kwa wasiwasi wa jumuiya ya kimataifa kuhusu uchaguzi na maandamano ya Tanzania. Rais Samia Suluhu Hassan alisisitiza zaidi kuwa hakuna kiongozi wala taifa lililokamilika, huku akikiri kuwa kila mchakato wa uchaguzi una mapungufu yake. Hata hivyo, alisisitiza kwamba Watanzania lazima wadumishe umoja na kutetea uhuru wao. Maoni yake yalikuja wakati maelfu ya wafuasi wa upinzani wakiendelea kuingia mitaani wakitaka uwazi na haki baada ya kile walichokitaja kuwa moja ya chaguzi zilizohujumiwa zaidi nchini Tanzania katika miongo kadhaa, ambayo ilisababisha maandamano makali siku 4 zilizopita. Waangalizi kutoka barani Afrika, wakiwemo wajumbe kutoka Umoja wa Afrika AU, Jumuiya ya Afrika Mashariki EAC, Mkutano wa kimataifa wa kikanda na maziwa makuu kama ICGLR na Jumuiya ya Maendeleo ya Kusini mwa Afrika SADC
walikuwepo wakati wa uchaguzi wa Tanzania. Ripoti zao sasa zimekuwa kitovu cha maandamano ambayo yaliweza kuendelea siku 4 zilizopita, huku baadhi ya makundi yakitaja matokeo ya waangalizi hao kuwa ushahidi wa kasoro. Ujumbe wa waangalizi kama vile SADC hasa ulihitimisha kuwa uchaguzi wa Tanzania ulikumbwa na dosari kubwa, kauli ambayo imechochea hasira zaidi miongoni mwa umma na watu walioandamana. Licha ya matokeo hayo, serikali ya Tanzania imeshikilia kuwa uchaguzi ulifanyika kwa uwazi na amani. Maafisa wa Tume Huru ya Uchaguzi ya Taifa INEC wanasisitiza kuwa mchakato huo ulizingatia viwango vya kitaifa na kimataifa. Hata hivyo, kuendelea kwa chaguzi na maandamano ya Tanzania kote nchini, baadhi ya Watanzania bado wanaendelea kuishutumu INEC na chama tawala kwa kula njama za udukuzi na kuiba kura. Hali hiyo imechangiwa na majibu mazito ya serikali kwa waandamanaji. Mashirika ya haki za binadamu yameandika ripoti za kukamatwa, kupotea na matumizi ya nguvu kupita kiasi na polisi na vyombo vya usalama. Hatua hizi zimelaaniwa na mashirika ya kimataifa ikiwa ni pamoja na Human Rights Watch na Amnesty International ambayo yametaka uchunguzi huru kuhusu mwenendo wa vikosi vya usalama wakati wa uchaguzi na maandamano ya Tanzania. Ndani ya Tanzania, viongozi wa upinzani bado wanaendelea kukataa matokeo rasmi ya uchaguzi na kutaka vyombo vya kimataifa kuingilia kati ili kupatanisha mazungumzo ya kitaifa. Juhudi zao hata hivyo zimekabiliwa na upinzani kutoka kwa maafisa wa serikali ambao wanahoji kuwa upinzani unajaribu kuvuruga nchi. Msuguano huo umezua hali ya wasiwasi, huku polisi wakiendelea kushika doria katika miji mikubwa na kuzuia mikusanyiko ya watu ili kuzuia maandamano zaidi kuhusiana na uchaguzi na maandamano ya Tanzania. Huku jumuiya ya kimataifa ikifuatilia kwa makini, raia wa Tanzania wanabakia kuhangaika na mashaka. Vizuizi vya mtandao, kukamatwa na kutotoka nje vilivyowekwa katika baadhi ya mikoa vimetatiza maisha ya kila siku na kuchochea chuki miongoni mwa vijana ambao ndio wengi wa waandamanaji walioandamana hivi karibuni. Wachambuzi wa mambo wanasema bila mageuzi ya kweli ya kisiasa na mazungumzo jumuishi, huenda machafuko hayo yakaweza kuzuka tena kuiandama Tanzania kwa muda mrefu baada ya kivumbi cha uchaguzi kutimka. Katikati ya mvutano huo, Rais Samia Suluhu ametaka kudhihirisha utulivu na kujiamini, akiwataka wananchi kuzingatia umoja na maendeleo ya taifa hilo la Tanzania. Hata hivyo, wakosoaji wake wanahoji kuwa ujumbe kama huo hausikiki bila hatua za maana kushughulikia malalamiko yaliyotolewa wakati wa uchaguzi na maandamano hayo ya Tanzania. Mtazamaji, ningependa kusikia maoni yako kuhusiana na ripoti ama taarifa hizi kutoka Marekani juu ya uhusiano wake na Tanzania baada ya machafuko ya maandamano. Vilevile like video hii kisha bonyeza alama ya subscribe na alama ya kengele. Ukifanya hivyo itakuwa kama malipo yako kwetu na vilevile itakuwa umetusaidia kwa sana. Mtazamaji, sasa hivi tutaenda ndani ya mapumziko mafupi, lakini tutarejea tena na taarifa zaidi ya yale yanayojiri katika nyanja za kisiasa na katika maeneo tofauti tofauti nchini Tanzania. Bonyeza kiboksi hicho kwenye screen yako, kitakuelekeza katika video ama taarifa zetu mpya.